Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Serikali ya Trump hivi sasa imeweka vikwazo kwa nchi 12 na kuziba au kupunguza visa kwa nchi 7 zaidi, lakini Tanzania haipo katika orodha ambayo ni hatari zaidi. Nchi 12 zenye vikwazo ambavyo ni kamili, ambavyo vimeshakuwa ni hatari. Watumiaji hawa wametetewa kabisa na hawawezi kuingia Marekani na visa mpya, ambapo ni Afghanistan, Myanmar, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Na nchi 7 zenye vikwazo vinginevyo, nchi hizi hazina visa zinazotolewa kuanzia vikao vya wahamiaji au visa za muda kama utalii, kazi, masomo. Hata hivyo, baadhi ya visa bado zinaweza kupatikana, ambapo ni Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Venezuela. Na orodha inaweza kuongezeka, na serikali ya Trump iko katika mchakato wa kuongeza nchi 36 zaidi zilizopo kwenye orodha ya tahadhari, na ambazo zitawekewa vikwazo ndani ya siku 60 kama hazitatimiza nyaraka za vitambulisho vinavyokubalika, kushirikiana kwenye haki na ya kurejesha watu waliokamatwa pamoja na kadhalika. Na Tanzania iko kwenye listi ya 36 nchi zinazofuata, ikihofiwa kuwa inaweza kupigwa vikwazo kama haijashughulikia malalamiko hawa ndani ya miezi 2 ya taarifa. Na kwa sasa Tanzania pamoja na nchi nyingine kama Angola, Egypt, Nigeria, Zimbabwe, Uganda zipo kwenye kundi la hatari, na wametolewa muda wa siku 60 siku kwa ajili ya kufanyia kazi marekebisho ya mifumo ya visa, vitambulisho na kushirikiana kwa uondoaji wa watu wake waliokwama Marekani. Na kwa sasa Tanzania inaweza kuingia Marekani bila shida kwenye visa mpya kwa utalii, ambapo masomo pia, kazi ikiwa haitakuwa chini ya warning list au kuingiza kwenye orodha ya vikwazo kamili. Na uchunguzi wa ushirikiano unatolewa hadi Juni 2025 endapo masuala kama ndege zisizokubalika, usalama wa vitambulisho, ukosefu wa ushirikiano wa kurudisha raia wataondolewa kutoka Marekani hayatashughulikiwa, Tanzania inaweza kuingia kwenye orodha ya vikwazo ndani ya miezi 2 ijayo. Ipo hivyo moja kwa moja nimesema nikujulishe taarifa hii. Kwa hiyo tupo kwenye kikwazo, tumepewa miezi 2 ambapo ni siku 60 ambazo nataka kushughulikiwa ili watu waweze kwenda kuishi Marekani na kuendelea na shughuli zao mbalimbali. Mwisho wa taarifa hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Asante.